السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بحمده يستفتح كل مقال وبذكره يصدر كل خطاب وبفضله يتنعم أهل الجزاء والثواب وباسمه يشفى كل داء وبه تكشف كل غمة وبلاء وإليه ترفع الأيدي بالتضرع والدعاء في الشدة والرخاء وهو السامع لجميع الأصوات على اختلاف اللغات فله الحمد على ما أسدى وأولى وله الشكر على ما أنعم وأعطى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ikhwani, ndugu zangu, awali ya yote baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehma na amani kipenzi chetu mtume wetu Muhammad pamoja na watu wa nyumbani kwake na maswahaba wake wote kwa ujumla. Kabla sijaingia katika maudhui ya leo, kwanza nitangulize shukurani zangu za dhati kutoka moyoni mwangu kwa aliyenitangulia kusema ni Dr. Sheikh Hudi. Yeye kiasli ni mtu wa Singida, lakini makazi yake ni Mlandizi, na pale Mlandizi ana kituo cha dua kama hiki, lakini pia ana kituo cha ilmu. Na kwa kuwa amefika mtaendelea kumjua zaidi, lakini nitoe shukurani zangu za dhati kwake yeye kwa mafundisho mazuri aliyoyatoa kabla yangu mimi. Mwenyezi Mungu amhifadhi na amlipe kila la kheri. Amin. Ndugu zangu, tumo ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, na leo kuna wengine wako katika saumu ya 3 na wengine ni saumu ya 2. Kuna baadhi ya watu huwa wanafanya huu mwezi ni mwezi wa likizo, yaani anakuwa likizo kustopisha baadhi ya mambo, lakini mimi leo nitagusia upande wa dua. Ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani ndio kipindi cha msimu wa wewe kuvuna kupitia dua. Ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, kama ulikuwa unafanya uzembe katika miezi mingine, sio mwezi huu. Nilikusomeeni hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ya kwamba Mtume anasema katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, ad-da'awatu mustajaba was-sadaqatu maqbula, dua hujibiwa kwa wingi. Yaani kuna ile kawaida ya Allah subhanahu wa ta'ala, ukimuomba anakucheleweshea kidogo ili aone subira yako, lakini ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani hilo halipo. Ni tit for tat, yani ukiomba unajibiwa pale pale. Ad-da'awatu mustajaba, dua ni zenye kujibiwa kwa wingi. Was-sadaqatu maqbula,
na sadaka zikitolewa hukubaliwa. Kwa hiyo sio mwezi wa kwenda likizo, ni mwezi wa kuchuma. Lakini kubwa zaidi ni sisi kutengeneza nyoyo zetu. Nyoyo zikitengemaa na matendo yetu yatatengemaa, kwa sababu lengo la kufaradhishwa au lengo la kuletwa mwezi mtukufu wa Ramadhani, mwezi huu uje uturekebishe. Indama faradha Allahu alaina siyama shahr Ramadhan, Mwenyezi Mungu alipoufaradhisha kwetu sisi mwezi mtukufu wa Ramadhani, alipofaradhisha funga zake, kana lihikamin tashri'iyatin hakima, ilikuwa ni kwa ajili ya hikma mbalimbali za kisheria zilizo nzuri, wa maqasidu rabbaniyatin aliya, na ilikuwa ni kwa ajili ya makusudio ya kiungu yaliyo matukufu. Wa min ahammi almaqasidi walhikami allati min ajliha shuri'a as-siyam, na miongoni mwa makusudio muhimu zaidi na hekima zilizo muhimu zaidi ambazo kwa ajili yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameisharahisha Ramadhani, huwa an yakhruja almuslimu min shahri as-siyami wa huwa min almuttaqin. Makusudio ni Muislamu kutoka ndani ya huu mwezi mtukufu wa Ramadhani akiwa ni miongoni mwa wacha Mungu. Yani makusudio ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuileta Ramadhani kwetu sisi au kuifaradhisha funga ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, anatutaka sisi tutoke ndani ya Ramadhani tukiwa wacha Mungu. Na ndio maana anasema ukijitengeneza vizuri ndani ya huu mwezi mtukufu wa Ramadhani, ukauweka moyo wako vizuri, kwa sababu moyo ukitengemaa na matendo yametengemaa. Vitendo vikitengemaa, basi wewe ni mcha Mungu. Mimi sijawahi kuona dua ya mcha Mungu ikakosa majibu. Mcha Mungu akinyanyua mikono akamueleza Allah Subhanahu wa Ta'ala, basi Mwenyezi Mungu humtekelezea lile alilomueleza. Kwa hiyo lazima mjue kwamba ibada ya funga ya mwezi mtukufu wa Ramadhani imeletwa kwetu sisi itutoe kwenye maasi, itutoe katika yale aliyoyaharamisha Allah Subhanahu wa Ta'ala, na itupeleke katika uchaji Mungu. Na hilo Mwenyezi Mungu amelieleza wazi wazi ndani ya Qur'ani katika surati al-Baqara aya ya 183. Mwenyezi Mungu anasema, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Maana yake, enyi wale mlioamini, imefaradhishwa kwenu nyinyi funga kama walivyofaradhishiwa wale waliokuwa kabla yenu, ili mpate kuwa na takwa. Lile neno la'allakum tattaqun lipigie mstari, kwa sababu ndiyo mahalu shahidi, ndiyo sababu ilopelekea Allah Subhanahu wa Ta'ala ailete funga kwetu sisi, ili mpate kuwa wacha Mungu. Sasa hapo ulipojifanyie tathmini wewe mwenyewe, sema na nafsi yako, una umri wa miaka mingapi? Humu tuliomo wapo wenye miaka 50, humu wapo wenye miaka 40, humu wapo wenye miaka 30. Sasa ikiwa wewe una umri wa miaka 50, ukiutoa ule umri wa baligh ule wa miaka 15, ina maana unazo Ramadhani 35. Yani Allah Subhanahu wa Ta'ala amesema na wewe la'allakum tattaqun mara 35. Yani umefunga Ramadhani 35.
Sasa katika hizo Ramadhani zote 35 jifanyie tathmini, lengo la wewe kutakiwa kufunga limekamilika? Wewe ni mcha Mungu? Ikiwa bado uko katika yale yale, mlevi ni wewe, mwizi ni wewe, msengenyaji ni wewe, msema urongo ni wewe, tariku swala ni wewe, ikiwa bado uko katika hayo hayo, basi zile Ramadhani 35 zimekwenda patupu, na utakuwa unayo masulia ya kumjibu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala siku ya Kiyama. Lakini wewe ambaye una umri wa miaka 40, ukitoa ule umri wa baligh miaka 15, wewe una Ramadhani 25. Kwa hiyo Allah Subhanahu wa Ta'ala amesema na wewe la'allakum tattaqun mara 35, mara 25 taban, amesema na wewe la'allakum tattaqun mara 25. Sasa hizo Ramadhani 25 jifanyie tathmini, zimekubadilisha? Umeacha yaliyokatazwa na Allah? Umeacha mambo yaliyoharamishwa? Hizo Ramadhani 25 zimekupeleka katika kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Ikiwa bado uko katika hayo hayo, basi wewe unayo masulia ambayo utaulizwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala siku ya Kiyama. Kwa lazima tuelewe min ahammil maqasidi wal hikami allati min ajliha shuri'a as-siyamu, miongoni mwa makusudio muhimu zaidi na hikma zilizo muhimu zaidi ambazo kwa ajili yake Mwenyezi Mungu kaifaradhisha funga ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, huwa an yakhruja almuslimu min shahri as-siyami wa huwa min almuttaqin. Anatakiwa Muislamu atoke ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani na yeye akiwa ni miongoni mwa watu wacha Mungu. Na ukishakuwa mcha Mungu bwana, wala upati tabu kumweleza Mwenyezi Mungu shida zako. Unaweza ukazungumza maneno mawili tu, ikawa kama vile alivyosema Allah, innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Hakika si vinginevyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anapolitaka jambo liwe, huwa analiambia kuwa, nalo hilo jambo linakuwa mara moja. Kwa hiyo lengo la saumu ya Ramadhani ni sisi tuwe wacha Mungu, na ucha Mungu ndio usia wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, usia ambao aliwahusia waliokuwa kabla yetu sisi. Lakini na hivyo hivyo sisi ametuhusia ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yani umma zilizotangulia zilihusiwa kuhusu ucha Mungu, na sisi ummati Muhammadi tumehusiwa tuwe wacha Mungu. Katika aya ya 131 katika surati An-Nisa, Mwenyezi Mungu anasema, walaqad wasaina alladhina utul kitaba min qablikum, na kwa hakika tuliwahusia wale waliopewa kitabu kabla yenu, watu wa Musa, watu wa Isa. Walihusiwa nini? Allah anasema anittaqullaha, tuliwahusia tukawaambia mcheni Mwenyezi Mungu, kuweni wacha Mungu. Wa in takfuru, na ikiwa mtakufuru mkakataa kuwa wacha Mungu, fa inna lillahi ma fi samawati wa ma fil ardh, hakika ni vya Mwenyezi Mungu vyote vilivyoko mbinguni na vilivyoko ardhini. Wa kana Allahu ghaniyan hamida, na Mwenyezi Mungu ni mkwasi, hahitaji kwa viumbe wake. Mwenyezi Mungu ni mwenye kusifiwa. Msipomsifu nyinyi binadamu na majini, msipomwabudu nyinyi binadamu na majini, Allah anaabudiwa na viumbe vingine vyote vinamwabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo ucha Mungu ni usia ambao Allah Subhanahu wa Ta'ala aliwahusia waliokuwa kabla yetu, lakini usia huo huo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuhusia sisi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mimi nitaraji Ramadhani kama hii watu wajae katika dua, kwa sababu dua ni ibada, na ibada inapofanywa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani ni tofauti na ile ibada unayoifanya nje ya Ramadhani.
lakini wengi wao hawajui. Sasa uchamungu ni nini? Maana lazima tujue uchamungu ni nini. Maana kuna mtu mwingine hajui uchamungu ni kitu gani. Sheikh anatuambia uchamungu, lakini uchamungu ni nini? Wanawazuoni mbalimbali wameelezea juu ya neno uchamungu. Wametoa taarifati nyingi tu, vielelezo vingi kuhusu uchamungu, lakini leo tutamtazama sahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ambaye ni khalifa wa 4, Sayyidina Ali ibn Abi Talib. Yeye ndio tunataka tueleze taarifu ya uchamungu ni nini. Sayyidina Ali anasema at-taqwa huwa khawfu min al-jalili, uchamungu ni kumuogopa Mungu, wal amalu bitanzil, na kuifanyia kazi Qur'ani, wal qana'atu bil qalili, na kutosheka na kichache, wa isti'dadu lirrahili, na kujiandaa kwa ajili ya safari ya akhera. Huo ndio uchamungu. Mambo 4. La kwanza, al-khawfu min al-jalili, wewe unatakiwa umuogope Allah subhanahu wa ta'ala. Ukimuogopa Allah hutofanya maasi. Ukitaka kusema urongo unakumbuka Allah hataki, unamuogopa, unaacha. Ukitaka kusengenya unamuogopa Allah, unakumbuka Allah hataki, unaacha kusengenya. Ukitaka kuzini, ukimkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kuwa una hofu naye, huwezi kuzini. Hivyo hivyo ulevi, kuiba, kuroga, kuanga. Unapotaka kufanya jambo lolote ovu, ukimkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu wewe unamuogopa, utajizuia kulifanya hilo. Ukishajizuia ndio uchamungu wenyewe huo. Lakini al-amalu bitanzil, kuifanyia kazi Qur'ani. Qur'ani inakuamrisha kuswali, utaswali. Qur'ani inakukataza ulevi, hutolewa. Qur'ani inakukataza wizi, huwezi kuiba. Qur'ani inakuamrisha wema, inakukataza mabaya, utafanya mema na utajiepusha na mabaya. Ukishakuwa hivyo ndio uchamungu wenyewe huo. Lakini alqanaatu bilqalil, kutosheka na kichache. Wengi wanakuwa waovu kwa sababu hawatosheki na walivyo navyo. Ndio maana Mtume akatupa kipimo, akatuambia ukitaka kushukuru neema aliyokupa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mtazame aliye chini yako kimaisha. Na si kimaisha tu, hata kiafya mtazame aliyoko chini yako. Ukijikuta wewe unamzidi, utapata fursa ya kumshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala. Utatosheka, na kutosheka ni miongoni mwa sifa za wacha Mungu. Watu watutosheki. Ndio maana kuna mtu mwingine anaiba, mtu mwingine anakwenda kuuza mwili kwa sababu hatosheki na kile alichonacho. Mwingine anaamua kuwa mchawi, kuharibia maisha ya watu kwa sababu hatosheki, anatamani vya watu. Kwa hiyo miongoni mwa tabia za wacha Mungu alqanaatu bilqalili, ni kutosheka na kichache. Lakini kubwa zaidi, isti'dadu lirahili, unatakiwa ujiandae wewe kwa ajili ya safari ya akhera. Na hili ndilo kubwa zaidi. Mtu yoyote akikumbuka safari ya akhera hawezi kufanya mchezo. Safari ya akhera ni nzito sana. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akatufundisha tuombe mambo mangapi? Mambo 4. Kwanza kabisa akatufundisha tuombe taubatan nasuha qabla al-mauti, toba ya moja kwa moja kabla ya kufikwa na kifo. Tuombe toba ya moja kwa moja. Na taubatan nasuha ni ile toba ya mtu anayejuta na akamwahidi Mwenyezi Mungu kwamba hatorudi tena kwenye maasi, lakini pia akajitoa kwenye hayo maasi, na kama ana haki za watu anatakiwa arejeshe. Hiyo ndio taubatan nasuha. Kwa hiyo la kwanza Mtume akatufundisha tuombe taubatan nasuha qabla al-maut, toba ya moja kwa moja kabla ya kufikwa na umauti. Na jambo la pili, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akatufundisha tuombe husnul khatima
inda almauti, mwisho mwema wakati wa kufa. Kuna wengine wanakufa wamepata mwisho mbaya na mafikio yao yanakuwa mabaya akhera, na hiyo yote istidadu lirahili, ni kujiandaa kwa ajili ya safari ya akhera. Lakini la tatu, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akatufundisha tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala an la yu'adhibana ba'da al-maut, asituadhibu baada ya kufa. Na la nne, ayuhawina alaina sakarati al-maut, tumuombe atupunguzie kile kilevi cha kifo. Unajua kifo kina ulevi, na ulevi wa kifo si kama mtu kaenda klabu, kaenda baa, akanywa pombe akalewa. Ulevi wa kifo ni yale maumivu ya kifo. Tukafundishwa tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atupunguzie ule ulevi wa kifo wakati ule roho zetu zitakapokuwa zinatolewa. Sasa ikiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alifikwa na sakratul maut, na Mtume ni maasumu, hana dhambi, itakuja mimi na wewe? Mtume wakati anakufa kwa ule ulevi wa kifo, ilifikia anawaomba watu wamletee maji baridi, wayamsahu wajhahu, na ikawa iwafuta uso wake kwa maji ya baridi, wayaqulu subhanallah inna lilmauti la sakarati, na akawa anasema ametakasika Mwenyezi Mungu, hakika mauti yana ulevi. Sasa wewe umejiandaaje kwa ajili ya safari hii? Kwa sababu ucha Mungu istidadu lirahili, ni kujiandaa kwa ajili ya safari ya akhera, ndio ucha Mungu. Hivi kwa mtu anayejiandaa kwa ajili ya safari ya akhera anaweza kazini? Anayejiandaa kwa ajili ya akhera anaweza akaiba, anaweza akalewa, anaweza akacheza kamari, anaweza akavuta bangi, anaweza akala riba, anaweza akasengenya, anaweza akadanganya. Mtu anayefanya maandalizi kwa ajili ya akhera hawezi kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ucha Mungu kwanza kabisa ni kumuogopa Allah, ni kuifanyia kazi Qur'ani, ni kutosheka na kichache, na kujiandaa kwa ajili ya safari ya akhera. Na ucha Mungu jamanini una daraja 5. Daraja za ucha Mungu ni 5, lazima muelewe. Tunaposema kwamba Allah ameileta Ramadhani ili sisi tuwe wacha Mungu, jueni kwamba ucha Mungu unazo daraja 5. Daraja ya kwanza, ayattaqiya al-abdul kufra, ni mja kuogopa kutumbukia kwenye ukafiri. Yaani baada ya kuwa wewe ni Muislamu, unatakiwa uogope kutumbukia katika ukafiri. Wa huwa maqamul islam, na anayeogopa kutumbukia kwenye ukafiri anakuwa amesimama kwenye nafasi ya Uislamu. Ndio Muislamu wa kweli huyo. Kwa sababu kuna mtu anaweza akaamka asubuhi akiwa ni Muislamu, akashinda akiwa ni Muislamu, lakini analala akiwa kafiri. Wapo watu kama hao. Kwa hiyo daraja ya kwanza ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, ayattaqiya al-abdu al-kufra, ni mja kuogopa kutumbukia katika ukafiri. Wa huwa maqamul islamu, na mtu anapokuwa na tabia hiyo anakuwa amesimama kwenye nafasi ya Uislamu. Lakini daraja ya pili ya ucha Mungu, ayattaqiya al-abdu al-maasi wal-muharramat, ni mja kuogopa kutumbukia katika maasi na yale aliyoyaharamisha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Yani ikiwa wewe huna uoga wa kutumbukia kwenye maasi, huna uoga wa kujiepusha na yale aliyoyaharamisha Allah subhanahu wa ta'ala, umekosa daraja miongoni mwa daraja za ucha Mungu. Kwa daraja ya pili, ayattaqiya al-abdul maasi wal muharramat, ni mja kujiepusha na kuogopa kutumbukia katika maasi na yale aliyoyaharamisha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Wa huwa maqamu tauba, na mtu anapokuwa na tabia hiyo anakuwa amesimama nafasi ya toba, nafasi ya kuleta toba. Kwa sababu huwezi kuleta toba kama huogopi maasi. Huwezi kuleta toba
kama huogopi yale aliyoyaharamisha Allah subhanahu wa ta'ala. Ili toba yako ikubalike, lazima ujiepushe na maasi, lazima ujiepushe na yale aliyoyaharamisha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Hii ni daraja ya pili ya uchamungu, inamweka mtu kwenye nafasi ya toba. Na daraja ya tatu, an yattaqiya al-abdu shubuhat, ni mja kujiepusha na mambo yenye shubha. Mnayajua mambo yenye shubha? Yani halali iko wazi na haramu iko wazi. Katikati hapa sasa ya halali na haramu ndio kuna mambo yenye shubha, yanamchanganya mtu. Kwenye uhalali hayako, kwenye uharamu hayapo, yanamchanganya mtu. Sasa hayo wewe unatakiwa ujiepushe nayo. Ifuate halali ambayo iko wazi na ujiepushe na haramu ambayo imewekwa wazi. Sasa mtu ukiwa katika tabia hiyo, katika sifa hiyo, tunaambiwa wa huwa maqamul wara'i, unakuwa kwenye nafasi ya uchamungu mkubwa kweli kweli. Lakini daraja ya nne ya uchamungu, an yattaqiya al-abdu mubahati, ni mtu kujiepusha na mambo ya mubaha, mambo ambayo ukiacha hupati dhambi na wala ukifanya huandikiwi thawabu, ndio yanaitwa ni mubahati. Kwa mfano, kuomba ni jambo la halali, unaruhusiwa kuomba, lakini ukiacha kuomba ni bora zaidi, kwa sababu swala la kuomba si zuri, japokuwa ni halali kuomba. Sasa daraja ya uchamungu, an yattaqiya al-abdu al-mubahati, ni mja kujiepusha na mambo ya halali. Wa huwa maqamu zuhudi, jambo hili linamweka mtu kwenye nafasi ya kuipa nyongo dunia. Ikiwa mtu hajaipa nyongo dunia, huwa anaomba hata kama anacho. Hamjawahi kumuona mtu anacho lakini anaomba? Kwa sababu huyo ameiegemea dunia, hajaipa nyongo dunia. Hadharau vilivyoko katika mikono ya watu. Unaambiwa dharau vilivyoko katika mikono ya watu, utakuwa mcha Mungu wewe. Lakini ukiona vya watu, basi roho yako inahamanika, wewe hauna chembe chembe ya ucha Mungu wewe. Lazima udharau vile wanavyovimiliki watu. Ukiwa hivyo utakuwa wewe ni mcha Mungu. Na daraja ya tano ambayo ni daraja ya mwisho, tunaambiwa an yattaqiya al-abdu hudhura ghaira Allah ala qalbihi, ni mja kujiepusha kumuhudhurisha kwenye moyo kiumbe mwingine isipokuwa Allah tu. Yani ni kujiepusha kumuhudhurisha kwenye moyo wako asiyekuwa Allah. Ndani ya moyo wako wewe unatakiwa umuhudhurishe Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana hapa kwenye dua huwa tunaambizana, ebu muweke Allah nasba ainaika, mbele ya macho yako. Ebu muhudhurishe Allah kwenye moyo wako. Ukiomba dua katika hali hiyo, dua yako itakuwa na majibu. Kwanza umemweka Allah nasba ainaika, mbele ya macho yako kama unamuona hivi. Lakini vile umekuwa na hudhurul qalbi, umeuhudhurisha moyo wako, Allah anapita katika moyo wako. Kwa nini usijibiwe? Kwa sababu mtu mwenye tabia hiyo ni mcha Mungu, na akiomba dua lazima dua yake ijibiwe. Sasa ni vizuri zaidi tutumie fursa hii ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Funga zitutoe kwenye maasi na zitupeleke katika takwa Allah, katika kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini hata funga yenyewe inatakiwa iwe na sifa maalumu, ndio itakupeleka kwenye ucha Mungu. Sio alimuradi kufunga tu. Unaweza ukafunga lakini funga yako ikawa ni haba'an manthura, ni sawa sawa na vumbi linalopeperushwa na upepo. Kuna funga ambao unatakiwa uwe nayo. Ndio maana tukaelezwa funga ina daraja tatu. Si tumeeleza ucha Mungu una daraja 5, lakini funga una daraja 3. Daraja ya kwanza, kuna funga inayoitwa saumul awam, funga ya watu wote. Na hii funga ndio tumeizoea. Funga ya watu wote ni funga gani? Huwa kaful batni ani taami wa shurbi wal farji an qada'i shahwa.
Funga iliyozoeleka ni kulizuilia tumbo kula na kunywa na kuzuia utupu wako kukidhi matamanio. Min tulu'i alfajri ila ghurubi shamsi, toka jua linachomoza mpaka linakwenda kuzama. Wewe hauli haunywi, unajizuilia kuchanganyikana na mkeo. Hii ni funga iliyozoeleka na ndio tunayofunga miaka yote. Lakini daraja ya pili ya funga, kuna funga inaitwa saumul khawasi wa huwa saumu salihin, nayo hii ndiyo funga ya watu wema. Saumul khawasi, na hapa ndio unatakiwa ushike funga ya watu wema. Ni funga gani hiyo? wa huwa kafu aljawarihi anil atham, ni kuvizuia viungo vyako kufanya madhambi. Funga kama hii wengi hatufungi, kuvizuilia viungo kufanya madhambi. Utamkuta mtu anakueleza amefunga ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, yuko katika saumu, lakini anateta, hajazuia mdomo wake, anasema uongo, hasa wafanya biashara. Hawa samaki ni fresh, ili mradi auze tu, ukimnunua kwenda ukampika anasambaa mdomoni kabla hajafika tumboni. Anasema uongo na amefunga. Hii mihogo mitamu hii. Sasa kwa kuwa wewe umefunga unaweza usionje, lakini ukienda kupika muhogo mchungu, inamshinda ile kaful jawarihi anil athami, kuzuia vile viungo kutenda madhambi. Amefunga huyo anasengenya, amefunga lakini anafitinisha watu, amefunga anashindwa kuzuia mikono yake kuwadhuru wenzie, anawadhuru wenzie, anatumia miguu yake kutembea kwenda kwenye haramu. Sasa huyu si ajabu akawa anashinda na njaa tu, kwa sababu Mtume anasema kam min saimi laisa min siyamihi illa al-ju' au wal-'atash. Ni mara ngapi mfungaji hapati chochote kutokana na funga yake isipokuwa kushinda njaa na kiu. Sababu wewe unafunga, wakati huo unasema uongo, unatukana, unapiga, unafitinisha, unasengenya, unatazama mambo ya haramu. Inawezekana ni mwanamume kafunga, lakini ukipita mzigo yeye kautumbulia macho, kautolea macho hivi, anatazama haramu, atazama haramu, anasikiliza miziki. Umefunga, anapoteza saumu, eti anapoteza saumu kusikiliza mziki. Sasa funga ambayo unatakiwa uwe nayo wewe, kaful jawarihi anil athami, ni kuvizuia viungo vyako kutenda madhambi. Kweli unajizuia kula na kunywa na kukidhi matamanio, min tulu'i alfajri ila ghurubi shamsi, toka jua linachomoza mpaka linakwenda kuzama, lakini vizuie pia viungo vyako kufanya haramu. Lakini daraja ya tatu ya funga inaitwa saumu khawasil khawasi, ni funga maalumu ya watu maalumu. Sasa unajua ni funga gani hiyo? Saumul qalbi anil himami daniya, ni kufunga moyo na kuzuia kupupia vitu duni, ambapo jambo hili ni rahisi mtu kutumbukia kufanya mambo yaliyo duni. Wakafu amma si wallahi bilkulliya, na kujizuilia na kufanya mambo kwa minajili isiyokuwa ya Allah. Mambo yote kiujumla jizuilie. Kila unalolifanya wewe ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani unapokuwa umefunga, iwe ni kwa minajili yake Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa tunaambiwa hii funga ya tatu hii huwa rutbatul anbiya'i wa siddiqin, daraja yake ndio daraja ya mitume na watu wa kweli. Sasa funga za namna hii ndizo zinazotupeleka sisi kwenye ucha Mungu. Ndio tunarudi pale min ahammil maqasidi wal hikami allati min ajliha shuri'a as-siyam, miongoni mwa makusudio muhimu na hikma muhimu ambazo kwa ajili yake Allah subhanahu wa ta'ala ameisharaisha ibada ya funga, huwa an yakhruja almuslimu min shahri as-siyami wa huwa min almuttaqin. Anatakiwa Muislamu atoke ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani na yeye akiwa ni miongoni mwa wacha Mungu. Wallahi
unaweza ukalisomea tatizo kul huwallahu moja tu, Allah akakukidhia, kwa sababu kul huwallahu inatoka kwenye kinywa cha mtu ambaye ni mcha Mungu. Kwa lazima tutengeneze nyoyo ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, tutengeneze matendo ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, ili tupeze kupata ucha Mungu aliokusudia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini ukiachilia mbali na maslaha ya kidunia tunaweza kuyapata kupitia funga, kadhalika siku ya kiyama mfungaji ana malipo makubwa sana. Mtume anasema idha kana yaumul qiyama, itakapokuwa siku ya kiyama, yaji'u qaumun, watakuja watu, lahum ajnihatun ka ajnihati at-tayri, wakiwa wanambawa mfano wa mbawa za ndege. Sasa mtu anaweza akasema tena mimi niwe na umbo la ndege. Umbo gani hilo tena la kuwa kama ndege? Ule ni uwezo wa wewe kupaa, ndio kinachokusudiwa hapa. Yaji'u qaumu yawmal qiyama, siku ya kiyama watakuja watu, lahum ajnihatun ka ajnihati at-tayr, wakiwa wanambawa mfano wa mbawa za ndege. Yatiruna biha ala hitani aljanna, wataruka kwa mbawa hizo kwenye kuta za pepo. Fayaqulu lahumul khazinu, watakapodikira peponi, yule mlinzi wa pepo atawauliza, man antum, ni kina nani nyinyi? Fayaquluna nahnu min ummati Muhammad, watasema sisi ni ummati Muhammadi. Fayaqulu lahum, watawauliza, hal raaitumul hisaba, je mmehesabiwa nyinyi? Maka lazima musimame katika uwanja wa mahshari, uwanja wa hesabu, muhesabiwe mema yenu na maovu yenu. Hal raaitumul hisaba, je mmehesabiwa? Fayaquluna la, watasema hapana, hatujahesabiwa. Fayaqulu lahum thani, atawauliza kwa mara ya pili, hal raaitumus sirata, je mmepita kwenye sirata? Sirata ni ile njia nyembamba ile kama uzi vile, na ina makali mfano wa makali ya upanga au ya wembe, unatakiwa upite pamoja na ukali wake vile vile. Na huku kuna moto upande wa kulia na upande wa kushoto kuna moto. Wapo watakao shindwa kupita, watatumbukia. Sasa atawauliza mlinzi wa pepo, haraitumus sirata, mmeiona sirata nyinyi? Fayaquluna la, atasema hapana, hatujapita kwenye hiyo njia. Kisha atawauliza, bima wajadtum hadhihi darajati, sasa daraja hizi nyinyi mmezipataje za kuingia peponi bila kuhesabiwa? Mwaingia peponi bila kupita kwenye sirata, mmepataje daraja hii? Na wao watajibu, abadina Allah ta'ala sirran fi dari dunya, tulimwabudu Mwenyezi Mungu kwa siri katika nyumba ya dunia, wa adkhana aljannata sirran fi dari alakhirah. Basi Mwenyezi Mungu ameamua kutuingiza kwa siri peponi, hakutaka tuhesabiwe kama wanavyohesabiwa watu wengine. Allah ameamua kutuingiza kwa siri peponi. Walimwabudu vipi kwa siri? Hapa duniani ibada ni siri baina ya mja na Allah. Yawezekana mtu akaingia nyumbani kwake, kajifungia, akaupiga ubwabwa, piga na maji, kisha akachukua na majivu kidogo akapaka, afa anatoka nje anatema mate. Saumu ya leo bwana kali sana, maana yake kuna watu wengine ili umjue amefunga atatema mate kutwa nzima. Utaishiwa damu wewe. Utapungukiwa maji wewe. Anatema mate. Vipi bwana? Saumu ya leo bwana hatari bwana. Kumbe kajifungia ndani, amekula, amekunywa, katoka nje, anasema amefunga. Kwa sababu funga ni siri baina ya mja na nani? Na Allah. Sasa hao ndio waliomwabudu Allah kwa siri hapa duniani. Na Mwenyezi Mungu ameamua kuwaingiza peponi kwa siri. Kwa hiyo ibada ya funga ni ibada kubwa. Halafu inatufundisha sisi kuwa wacha Mungu, kwa sababu idha dhaqa al-insanu alama al-ju'i wal-'atash, mwanadamu anapoonja maumivu ya njaa na kiu, min tulu'i al-fajri ila ghurubi shamsi, tokea kuchomoza kwa jua mpaka kuzama kwake, yatadhakkaru al-faqira, hiyo itamfanya amkumbuke maskini asiyekuwa na kitu. Maana atajua kama maumivu ya njaa ndivyo hivi yalivyo,
Je, vipi kwa wale wasiokuwa na kitu hata katika miezi mingine isiyokuwa ya Ramadhani? Hiyo itakutengenezea wewe huruma, itakutengenezea wewe upole, utamsaidia asiyekuwa na kitu. Lakini somo inakufundisha subira. Kama umeweza kuvumilia, chakula kipo, kinywaji kipo, mkeo yupo, mumeo yupo, lakini umejifunga, una hamu naye mchana lakini umejizuia mpaka usiku, hiyo inakufundisha wewe subira. Na subira ni miongoni mwa sifa za wacha Mungu. Kutoa ni miongoni mwa sifa za wacha Mungu. Na ndiyo maana min ahammil maqasidi wal hikami allati min ajliha shuri'a as-siyamu an yakhruja al-muslimu min shahri as-siyami wa huwa min al-muttaqin. Miongoni mwa makusudio muhimu na hekima zilizo muhimu zaidi ambazo kwa ajili yake Mwenyezi Mungu amesharahisha funga, watoke watu ndani ya mwezi wa Ramadhani wakiwa ni wacha Mungu. Sasa kwa ajili ya kuitumia Ramadhani tukaleta dua kubwa mbili. Dua ya kwanza inafanyika katika 10 hili la mwanzo, ambayo ni dua Jibril. Dua kubwa. Hatutaki sisi Ramadhani tupite hivi hivi, tunataka tuvune ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hii Ramadhani iwe ni sababu ya Allah subhanahu wa ta'ala kutuondolea mashakili tulionayo, na iwe ni sababu ya kuyaweka mambo yetu kuwa katika mustawa na hali iliyokuwa bora. Tukaweka dua mbili kubwa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Dua ya kwanza inafanyika kwenye 10 hili la mwanzo, kesho kutwa Jumapili, ambayo ni dua Jibril. Lakini dua nyingine kubwa tutafanya kwenye 10 la mwisho kuelekea katika Lailatul Qadri. Itakuwa ni mwezi 27, tutafanya dua kubwa sana. Dua itakayofanyika 10 la mwisho itakuwa ni dua suratul An'am. Ni dua inayotokana na suratul An'am, ndiyo sura ndefu ndani ya Qur'an. Suratul An'am ndefu kabisa, na katika sura hiyo kuna mahala yamekutana majina mawili ya nani? Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa pale tutakapolifikia lile jina la mwanzo, kuna mambo mazito pale ambapo wewe unatakiwa ufanye ili Mwenyezi Mungu akukidhie mahitaji yako. Lile jina la mwanzo tu tukishalifikia pale, unapewa fursa. Ni fursa gani utapewa? Utakuwa umekabidhiwa waraka, umeandikwa aya hizi 2. Aya ya kwanza ni akhiru surati al-Baqara, ni ile aya ya mwisho inayopatikana katika surati al-Baqara. Tutakuja kueleza ubora wake hapa hiyo aya. Ule waraka utakuwa nao umeushika. Lakini aya nyingine ni ayatul kursi. Huyu ni mama huyu wa kitabu ayatul kursi, ni mama wa Qur'ani huyu, ummul Qur'an. Imeandikwa ule waraka utakuwa nao. Tena tutaanza kuugawa mapema ili kila mmoja ufanyie lamination. Sasa inaposomwa ile dua suratul An'am, tutakapofika kwenye lile jina la kwanza, wewe pale unatakiwa useme umeushika ule waraka, hadha kalamu rabbina wa sifatu rabbina. Haya ni maneno ya Mola wetu na ni sifa za Mola wetu. Rabbana amanna faktubna ma'a shahidin. Mola wetu tumeamini haya maneno, tunakuomba utuandike tuwe pamoja na wenye kushuhudia. Sasa hapo tamka mambo yako ambayo ni mazito. Umeshika ule waraka wako, zungumza mambo mazito, mueleze Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa tukishamaliza zoezi hilo, ndio tunakwenda kwenye lile jina la pili, na pale anachinjwa mnyama, tunakwenda paka mwisho. Hii dua kubwa sana hii. Mimi sijawahi kumfanyia dua hii private mtu alafu eti ikakosa kuwa na majibu. Sasa tunaifanya kwenye 10 la mwisho, baada ya kuwa tumefunga, baada ya kuwa ucha Mungu umekita kwenye nyoyo zetu, tunakwenda kufanya. Sasa na waraka huu niombeeni Allah, Mwenyezi Mungu akijalia nianze kuugawa kesho kutwa, utagawiwa bure tu. Ukishaupata wewe nenda stationary uwekee lamination, ndio utakaoushika siku hiyo. Utasema hadha kalamu rabbina wa sifati rabbina. Haya ni maneno ya Mola wetu na ni sifa za Mola wetu. Rabbana amanna faktubna ma'a shahidin. Mola wetu, maneno haya tumeyaamini, tunakuomba utuandike pamoja na wenye kushuhudia. Na ukishakuwa umeamini wewe, Mwenyezi Mungu anasema nini kwa wale walioamini? Wa nunazzilu minal Qur'ani
ma huwa shifaa'un wa rahmatun lilmu'minin. Hii Qur'ani ni ponyo na ni rehema kwa wenye kuamini. Sasa umeyashika yale maneno, unatamka hivyo. Tutafanya Ramadhani 27, tusemeni inshallah. Inshallah. Lakini kesho kutwa tunayo dua Jibril. Dua ambayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alifundishwa na Jibril, ndio maana ikaitwa hivyo. Mtume anasema kuntu usalli khalfa almaqami, siku moja mimi nilikuwa nikiswali nyuma ya makamu Ibrahim, na makamu Ibrahim iko kule Maka, ni sunna kuswali rakaa 2 pale. Sasa Mtume anasema nilikuwa ninaswali nyuma ya makamu, falamma faraghtu astaghfartu Allah azza wa jalla li ummati, nilipomaliza nikawa ninawaombea msamaha umati wangu kwa Allah. Wakati nawaombea msamaha umati wangu, fanazala Jibril alayhi salam, pale pale akashuka Jibril. Aliposhuka akasema, ya Muhammadun araka harisan ala ummatika, e Muhammad, nakuona unapupa mno ya kuwaonea huruma umati wako. Wallahu rahimu biibadihi, lakini mimi ninakujulisha Mwenyezi Mungu ana huruma sana kwa waja wake. Sasa Mtume alipoambiwa hivi kwamba Allah ana huruma sana kwa waja, akaona hii ni fursa ya mimi kuomba jambo zito, jambo kubwa. Akasema, ya Jibrilu anta akhi wa habibi wa habiba ummati, ewe Jibril, wewe ni ndugu yangu, wewe ni kipenzi changu na ni kipenzi cha umati wangu. Alimni dua, na kuomba unifundishe dua, takunu ummati yadhkuruni min ba'di, dua ambayo mimi nikifa umati wangu watanikumbuka kupitia dua hiyo. Unafikiri Mtume anaweza kuomba jambo la kipuuzi hapa? Jambo ambalo akifa situmkumbuke kupitia jambo lile? Hawezi kuomba jambo la kipuuzi bwana. Sasa Jibril kabla ya kumfundisha akamwambia, ya Muhammadun usika an ta'mura ummataka an ta'mura ummataka an yasumu 3 ayami al-bidh min kulli shahri. E Muhammadi, ninakuhusia uamrishe umati wako wafunge masiku 3 meupe ya kila mwezi, athalitha ashara warabi'a ashara walkhamisa ashara, wafunge mwezi 13 na mwezi 14 na mwezi 15. Thumma an tad'u bihadha du'a sharif, wakishafunga waombe dua hii. Na sisi dua yetu inatanguliwa na saumu ya siku 3, na ile siku ya dua itakuwa ni saumu ya 4. Yaani tunaomba dua tukiwa kwenye saumu. Kwa yale masharti ambayo aliyaweka Jibril kumwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, na sisi ametekeleza. Leo tuko katika saumu ya 2, wengine tuko kwenye saumu ya 3. Kwa kesho Jumamosi saumu wengine ya 3, wengine ya 4. Jumapili wengine saumu ya 5, wengine ya 4. Kwa hiyo ni dua ambayo imetanguliwa na nini? Na ibada ya saumu. Na dua ya mtu aliyofunga huwa hairudishwi. Dua usaim hata yaftira, dua ya saumu ya aliyefunga, dua usaim hata yaftira, dua ya mtu ad'awatu saim hata yaftira. Dua ya mfungaji ina majibu mpaka pale anapokwenda kufuturu. Na wewe ambaye utakuwa hujafunga, labda sio Muislamu au ni Muislamu lakini hauna tahara, au unayo tahara lakini wewe ni mgonjwa hujafunga, kesho kutwa tutakuelekeza utie nia, na mwisho wa nia yako sema, Mwenyezi Mungu, japo mimi sijafunga lakini ninakuomba bihaqi saimin, kwa haki ya wale waliofunga. Omba kwa haki ya wale waliofunga, Allah subhanahu wa ta'ala atakujibu. Semeni inshallah. Inshallah. Lakini kesho kutwa pia zitatoka stika hapa, na mwisho wa kutoa stika bana kesho kutwa ni saa 2, stika za kuchukua yale mafuta yanaitwa Zarhuni Oili, ni mafuta ya welcome Ramadhan. Tutayatoa bure kwa wale watakaowahi kesho kutwa. Lakini kila mwezi wa Ramadhani huwa tuna kombe ambalo linatolewa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Huwa tunalitoa hapa kwa sadaka shilingi 2000 tu, na hiyo 2000 ndio sadaka yako ya kuchangia maji special haya. Tunanunua zafarani, tunanunua maji waridi, tunanunua miski. Tunalitoa hili kombe kwa ajili ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mwaka jana limewasaidia sana watu kombe hili. Na hili kombe huwa tunaelekezana unalitumia wakati ule wa kufutari, hata kama hujafunga. Wakati ule watu wanataka kufuturu ndio tumia.
tia nia kwanza, lifungue, weka nia, halafu ndio kunywa, na unaweza ukapaka. Na hata kama ni kudeki katika kipindi hicho, deki. Kwa nini wakati ule wa kufungua, wakati wa kuftari? Nabiyullahi Musa alayhi salatu wasalam aliwahi kunong'ona na Allah subhanahu wa ta'ala, akamwambia, ilahi hal akramta ahadan mithla ma akramtani haithu asma'tani kalamaka, ewe Mola wangu, hivi umewahi kumkirimu yeyote kama ulivyonikirimu mimi uliponisikilizisha maneno yako? Musa alikuwa anasema na Allah mubashara. Sasa akaona hiyo ni takrima kubwa kafanyiwa na Allah, ndio anauliza, kuna mwingine kakirimiwa hivyo? Mwenyezi Mungu akamwambia Musa, ya Musa inna li ibad, ewe Musa, mimi ninao watu, saukhrijuhum fi akhir zaman, nitakaowaleta katika zama za mwisho, fa ukrimuhum bi shahri ramadhani, watu hao mimi nitawakirimu kwa kuwapa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Fa inni kallamtuka baini wa bainak 70,000 hijab, mimi wakati nakusemesha wewe Musa, katikati yangu mimi na wewe kulikuwa kuna pazia 70,000. Idha samati ummatu Muhammadi shahrahum, lakini ummati Muhammadi watakapofunga mwezi wao wa Ramadhani, fa abyadhat shafahuhum, midomo yao ikawa mieupe kwa njaa, wa asfarat alwanuhum, na rangi zao zikawa za njano kwa njaa, anzi'u tilka alhujbi waqti aliftar, zile pazia 70,000 ninaziondosha mimi wakati ule wa kufuturu. Kumbe wakati wa kufuturu ummati Muhammad wanakuwa karibu mno na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa hapo ndipo mahala pa kuyatumia maneno haya ya Allah, kunywa kwa ajili ya kuondosha maradhi, kunywa kwa ajili ya kubatilisha uchawi, kunywa kwa ajili ya kufukuza mashetani, kunywa kwa ajili ya kufungua mafundo ya kichawi, kunywa kwa ajili ya kutia nuru, paka kwa ajili ya kutia nuru mwili wako, kwa ajili ya kurejesha mvuto wa mwili wako, dekia kwa ajili ya kutia baraka ndani ya nyumba yako. Wakati ule wa kufutari Allah anakuwa karibu na wewe, huku unaomba unayafanya hayo. Kwa inshallah tuna kombe chache hapa tumeziandaa kulingana na kwamba watu leo ni wachache. Kwa hiyo unakuja na sadaka yako ya shilingi 2,000, tunakupatia kombe hili, unakwenda kulitumia leo, na kesho tutaendelea kutoa, na Jumapili tutaendelea kutoa. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala tusamehe madhambi yetu na atujalie tawfiki, innahu waliyu tawfiq. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.